الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu waislamu, masikitiko makubwa ni sisi kuzembea katika siku zenye fadhila, na siku hizi Allah subhanahu wa ta'ala huwatumikia waja wake, na mara nyingi mambo kama haya hayajikariri. Fursa unapopewa mara nyingi haijikariri. Wewe tazama ni arafa ngapi zimekupitikia katika maisha yako, wa anta ghafil, na wewe umeghafilika, umeshughulishwa tu na mambo ya kipuzi ambayo ungeakhirisha ukasema nitayafanya kesho kutwa au mtondogoo au ungefanya wiki kabla, lakini ukashughulishwa ndani ya siku ile ya Arafa. Siku 10 hizi mpaka leo imefika 8, ni siku kubwa kabisa. Umeshughulishwa na mambo mangapi wewe ambayo ungeyafanya katika siku nyingine, na wala kujishughulisha na jambo lolote la maana katika mambo ya ibada. Kwa maana siku hizi 10 katika mwezi wa mfunguo 3 kwako wewe hazikuwa na tofauti yoyote na siku nyingine katika miezi mingine. Mara ngapi imeshakupitikia mambo kama hayo na hukutumia fursa yako? Mara ngapi wewe Ramadhani imeingia mpaka imetoka hukubadilika chochote, wala Ramadhani haikuwa na taathira yoyote kwa kweli? Mara ngapi? Sasa wewe waona kwamba miaka yote itakuja hivi, itakuja tena, itakuja tena, itakuja tena. Wewe waona ni hivyo? La, kuna wakati itafika itakuwa hayo mambo yatakuja, wewe hauko hapa ulimwenguni, uko ndani ya kabri. Kwa hiyo fursa unapoipata itumie vyema, itumie vizuri, usiipoteze fursa hiyo. Kwa hiyo katika mambo muhimu ambayo tunatakiwa sisi tukumbushane ni suala la saumu ya siku ya Arafa, bali si kufunga tu na kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha kumuomba yeye, na hasa kumuomba msamaha na kutubu kwake kwa madhambi tunayoyafanya usiku na mchana, kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwake subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mengi ya kuyazungumzia katika kutilia nguvu ya kwamba mafungamano yapo baina ya siku ya Arafa na siku ya Eid, na wale waliosimama Arafa na kuchinja kule katika siku ya Nahr. Mafungamano makubwa yapo, na akwali za wanawazuoni katika hilo ni nyingi. Miongoni mwa kauli hizo ni kauli ya Imamu Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Ahkamul Qur'an, alipokuwa akitafsiri aya ya 200 takriban aya 203 katika suratul Baqara, pale aliposema Allah wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Allah aliposema mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika siku chache zenye kuhesabika, yule atakayefanya haraka akaondoka Mina ndani ya siku 2 hapana madhambi juu yake, na yule atakayechelewa akabaki pale Mina mpaka ile siku ya 3 pia hapana madhambi juu yake, kwa yule ambaye amemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi mcheni Allah na mfahamu kwamba nyinyi kwake mtakusanywa, iko siku mtafufuliwa. Alipoitaja kauli yake wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, akasema katika aliyosema wa anna sa'ira ahli al-afaqi tab'un lilhajj fiha. Hapa alikuwa akizungumzia baadhi ya wadhaifu na baadhi ya a'mal ambazo watakiwa watu wazifanye walioko haji, na hasa walioko katika sehemu za Mina. Alipoeleza yale mambo yatakiwa kuyafanya, pia akawaeleza hukumu hii watu wengine walio katika miji, akasema anna sa'ira ahli al-afaq, kwamba watu waliobakia katika miji mingine tab'un lilhajj fiha, wao ni wenye kuwafuata mahujaji katika hilo, katika ibada hizo wafuate vile wanavyofanya na wao wafanye kadhalika. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Fathul Bari akatamka maneno kama haya, lakini yeye akasisitiza kuhusu kufanywa haraka kuswaliwa swala ya Eid siku ya Udhiya. Akasema wa yakunu ta'jilu salati al-adha bimiqdari wusuli an-nas min al-Muzdalifa ila Mina,
kunatakikana kufanywa haraka kwa kuswaliwa swala ya Eid al-Udhiya kwa kiasi cha kuweza kufika watu waliotoka Muzdalifa mpaka kufika pale Mina, waramyihim, na kule kupiga kwao mawe, wa dhabhihim, na kuchinja kwao. Nassa alayhi Ahmad fi riwayat Hanbal. Hayo ameyasema wazi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika riwaya ya Hanbal. Kisha akasema liyakuna ahlul amsari tab'an lilhaji fi dhalika, ili wawe watu wa miji mingine ni wenye kuwafuatia mahujaji katika hilo. Fa inna ramya alhaj biljamra, kwa sababu kule kupiga mawe kwa yule haji, kupiga mawe katika vile vikuta, katika jamra ile, jamratul aqaba al-kubra ile ya tatu, kwenda kuipiga ile siku ya Eid, bimanzilati salati al-Eid li ahli al-amsar. Hilo liko katika daraja ya swala ya Eid kwa watu walio katika miji mingine. Wale hawaswali Eid, wanakwenda kupiga ile jamra. Kwa hiyo kile kitendo cha kupiga jamra pale katika zile jamarat, ile jamra moja ile kubwa ile, kwa sababu itaipita ile ya kwanza, ya pili, wanakwenda ile ya tatu, jamratul aqaba al-kubra, kwenda kuipiga ile, ni sawa na kuswali Eid kwa watu wa miji mingine. Mimi nawashangaa, kuna baadhi ya mashekhi wa kisufi wasimama na mavilemba makubwa. Kwanza sisi tutafanana vipi na mahujaji? Wao sisi tutaswali Eid, wao hawaswali Eid. Waelewa wanachokizungumza shekhe au wazungumza maneno ya kimtaani? Yani wazungumza kiilmu, kwa maneno ya kielimu, au umeamua kuropoka na kuzungumza maneno ya kimtaani? Ndio hawaswali Eid, lakini kile kitendo cha wao kupiga mawe katika jamra iko kwenye daraja ya salatul Eid, ndio manzila iliyoko. Kwa hiyo sisi tuwahi kidogo, tusichelewe kuiswali salatu Eid al-Adha, ili iwe kwamba tuafikiana kwamba sasa tukiswali ni kama vile wao washafika kwenye jamarati. Sasa wana watu wanamiminika kwa wingi kutoka Muzdalifa na kwenda zao jamarati kwenda kuipiga ile jamra. Kitendo kile ni sawa na kitendo cha watu kuswali Eid. Haya ni maneno yameelezwa katika Fathul Bari juzu ya 5 ukurasa wa 73. Kwa kuuliza maswali ya kimtaani kwa mtu anayedhaniwa kuwa shekhe na vilemba vikubwa na kitabu hapa, huyo Ibn Uthaymeen mwenyewe akasema, kwani sisi tulisema Ibn Uthaymeen kwetu ni mtume? Akishasema basi ndio kama wanavyosema Waarabu, idha qalat hadhami fasaddiquha. Sisi tumwone mwanazuoni mujtahid alim, tena amshinda mpaka huyo Ibn Baz. Kasema nani kwamba Ibn Uthaymeen amshinda hata huyo Ibn Baz? Wanazuoni wote wanakiri kwamba Ibn Baz ni alim, ni imam katika asri hii inda ahli sunna, ni imam. Na hawa ni katika wanafunzi wa Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hatuzungumzi masala ya kufadhilisha hawa juu ya hawa, lakini jambo liko wazi kabisa. Imam kumzungumza kwa dharau kwamba hata huyo Ibn Baz, hii ni kawaida ya masufi. Huwa wana tabia ya kuwalea watoto wao wawatukane na kuwadharau wanawazuoni wote wasiokuwa mashekhe zao. Maadamu huyu sio shekhe wao, wanaweza wakamgaragaza na kumtukana vibaya. Hii ni kawaida kwao. Sasa kuta mtoto mdogo wala hajui chochote, labda katika elimu za hadithi hajui chochote, sifuri. Umesoma wapi? Hakuna alikwenda kusoma. Kwani huyu Albani nani? Albani kwani huyu nani? Wewe nani? Usauliza swali hilo. Tukuulize wewe kwanza, wewe nani? Mpaka wewe uulize kwamba huyu Albani ni nani? Huyu wewe nani? Umesoma wapi? Shekhe wako nani? Haya, mlete wewe shekhe wako, alafu tumuulize wewe shekhe, wewe nani? Lakini wana tabia ya kuwapandikiza watoto wao jeuri, ya kuwadharau na kuwatukana mashekhe wasiokuwa mashekhe wao, na kuwasema vibaya kwa dharau na kuona kwamba si chochote. Lakini hilo halitawadhuru isipokuwa nafsi zao, hakuna atakayedhurika. Fa'arid anhu. Kwa hiyo mafungamano yapo, na wala hatuwezi kuyakata mafungamano haya kwa sababu tu kuna shekhe fulani huko kasema. La, mafungamano yapo, na sisi tusiipoteze fursa hii kwa maneno haya kimtaani. Ukiwauliza hivi leo watakimbia, watakwenda kwenye hoja nyingine. Ukiwabana huku watakimbia kwenda kwingine, hawajibu haya. Lakini haya walishayaona wanawazuoni mbalimbali, Darul Iftaya huko Misri na sehemu nyingine, kwamba watu wafuate watu waliokuwa Arafa. Kauli moja tu. Na itafika wakati nchi zote hizi tutaachwa peke yetu sisi Tanzania, Jamhuri ya Muungano, kwa sababu sisi twajua kweli Uislamu ndio kwanza ulifika hapa kwanza. Twajua kweli kwa washinda watu wa nchi zote.
leo karibu nchi nyingi za Afrika, nifuatilieni, karibu nchi nyingi za Afrika mpaka hizo wao wanazoziamini Misri wapi, kesho Arafa, wabaki wao tu, masufi wa hapa na masufi wa Kenya, na masufi wa wapi, basi wamekomaa, wamedinda pale, wamesimama, hawataki kuachia. Mtaachia tu, iko siku, kwa sababu watu watakapokuja kuelewa watawaacha, mtabaki peke yenu, mtabaki peke yenu na hakuna, itabidi mbadilike tu. Yani Tanzania ndio wana elimu kubwa kweli kuliko dunia nzima hii, wanaoona kwamba Arafa ni siku tutakayosimama watu Arafa. Sio hoja yangu hiyo, wala sio hoja ya msingi hivyo, lakini ni jambo la kutafakarisha, kutafakari kwani kuna nini hapa. Wale wa Kenya kadhi alishatangaza mwezi mwingine tutaangalia, lakini Arafa Maka, sisi tusubiri Arafa yetu ya jangwani, sisi lazima tuone, lazima uandame na hivi na vile, na huko kuandama kwenyewe pia hamupatilizi. Ndugu zangu Waislamu, mimi nawasisitizia tusipoteze fursa kwa maneno ya watu wasiotaka mambo ya kheri. Wanataka kuwapotezeeni wakati wenu, tusipoteze wakati huu, fursa ya kesho usiipoteze. Ndio msisitizo wangu. Haya maneno yote nayazungumza kwa maana ya kwamba tusije tukaipoteza, usije ukala kesho kwa sababu tu eti sisi bwana tutasubiri mwezi wetu utangazwe. Wewe subiri tu, lakini Arafa itakupita, utapitwa na Arafa. Waache hao mashehe wazungumze, waache, achana nao, fuata Arafa, funga. Lakini pia tufahamu, inshallah tuje kufahamishana katika siku ya Eid kwamba kuna swali la kuchinja, sisi tukasahau. Hili ni jambo kubwa, kwamba watu wenye uwezo wa kuchinja watakiwa wachinje. Mtu mmoja amepewa ruhusa ya kuchinja mbuzi mmoja au kondoo, na watu 7 wanaweza kushirikiana katika kununua ng'ombe au ngamia wakachinja kwa ajili ya siku ya Eid. Usisubiri nyama za kupewa, kwamba hakuna nyama huko, waulizia nyama hakuna. Chinja, ni ibada. Kama huna uwezo ni masala mengine, chinja, usisubiri kupewa. Kama ukuweza siku ya Eid, chinja siku inayofuata, pia ni siku ya kuchinja, na siku ya 3 yake pia ni siku ya kuchinja, na siku ya 4 yake, yani siku ya Eid na siku 3 baadaye. Siku zote hizi ni siku za kuchinja. Kwa hiyo jitahidi, kama una uwezo na Allah amekukunjulia kidogo, wapate hicho kijilaki na nusu, laki na 20 cha kununua kondoo au mbuzi, nunua uchinje. Acha ubakhili. Na kama huna, muombe Allah katika fadhila zake. Siku za kuomba ndio hizi, omba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika fadhila zake. Lakini ni ibada adhima. Ndugu zangu katika imani, mambo ya kuzungumza katika kipindi hiki, hasa katika wakati huu, ni mengi, lakini tusheke na haya niliyozungumza, na kubwa zaidi tusiache kufunga katika siku ya kesho. Tuambie wake zetu na watoto wetu, tuamrishe juu ya saumu ya siku. What's the hardest part of learning a language? Staying motivated. That's why Duolingo is designed to be fun like a game. With stress-free, interactive lessons. Start speaking and growing your vocabulary using practical words and phrases. Develop your learning habit with smart reminders, fun challenges, and more. Learn a language for free with Duolingo. اللهم اصلح لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.